Nashukuru wale wachukua hatua kwa ajili ya kufanya postmortem. Maneno yangu hata ni machache tu, sina maneno mengi. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Kama mkuu wa polisi naibu, kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu peke yake asulubiwe kwa ajili ya neno la ufisadi ambayo inahusu nchi nzima, abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee? Sasa nimebaki mkono mtupu. Nana atanielekeza katika maisha iliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? Haya ndio maneno ambayo nataka niongee kwako Bwana Eliud.